maeneo 6 ambayo unatakiwa uweke malengo mwaka 2026. Huwezi amini, asilimia kubwa ya watu wengi sana hawajawahi kujifunza namna sahihi ya kuweka malengo. Kwa kabla hujajua namna sahihi ya kuweka malengo, kwanza unatakiwa ujue maeneo ya msingi ambayo lazima uweke malengo. Leo katika video hii angalia mwanzo hadi mwisho. Pia hakikisha unamtagi mtu ambaye unadhani video hii anahitaji. Maeneo 6 ambayo unatakiwa uweke malengo mwaka 2026. Eneo la kwanza ni eneo la kiuchumi. Hili ndio eneo ambalo watu wengi huwa wanaweka malengo mwaka mpya unapoanza. Na hili eneo la kiuchumi linamaanisha masuala ya kipesa, ukuaji wa kiuchumi kwa ujumla. Na hapa tunaongelea kuhusu target yako ya kipato, income target ya mwaka 2026. Mfano, mimi nataka niingize milioni 70 kila mwezi. Hiyo ndio target. Wewe una target gani? Lakini vile vile tunaongelea masuala ya saving, uwezo wa kusave pesa. Investment, uwekezaji. Kuna wengine wana madeni. Unataka kuondoa madeni kwa kiasi gani? Labda mwaka 2025 umekuwa na madeni ya shilingi milioni 10. Unataka uyapunguze hayo madeni au yapunguze au yamalize kwa mwaka 2026. Lakini vile vile tunaongelea kuwa na njia zaidi ya moja ya kujiingizia kipato. Kuwa na njia zaidi ya moja ya kujiingizia kipato. Tunapokuja kwenye swala la pesa, asilimia kubwa ya watu wengi wanafikiria kuhusu saving zaidi. Wanafikiria kuhusu kupunguza madeni. Lakini wengi hawafikirii namna ambavyo wanaweza kaongeza kipato zaidi. Na hilo eneo mimi ndio sehemu yangu. Lakini eneo la pili ambalo unatakiwa uweke malengo mwaka 2026 ni kuhusu career. Nikisema career maana yake jambo gani ambalo unalifanya kama kazi yako? Je, ni biashara au wewe umeajiriwa, lakini umeajiriwa katika professional yako? Kitu gani ambacho unakifanya? Sasa katika jambo ambalo unalifanya, kuna namna ambayo unatakiwa uliboreshe, uimprove liwe bora zaidi. Na hapa naongelea nini? Naongelea kuhusu kama unafanya biashara, basi biashara yako iwe bora zaidi. Lakini kama kuna skills ambazo ni za muhimu ambazo ukiwa nazo, basi kazi yako itakuwa bora zaidi mwaka 2026. Na hapa naongelea masuala yafuatayo. Hapa ni sehemu ya kujifikiria kuhusu, je, katika kazi yako au biashara yako kuna vitu gani au skills gani au weledi gani ambao unalipa zaidi? Inaitwa high income skills. Skills ambazo zinalipa zaidi katika kazi yako. Okay? Lakini vile vile tunaongelea leadership and influence. Kwa watu ambao wanafanya biashara au watu wapo kwenye department fulani, ongelea kuhusu masuala ya promotion kazini. Okay? Ongelea kama unafanya biashara, kuongeza wigo wa biashara yako, business expansion. Okay? Kufikiria kuhusu masuala ya productivity, kuwa bora zaidi kwenye kuifanya